Ndio. Kwa mtazamo wangu, kwa kuangalia namba imefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Sababu ukiangalia kwa mfano kwenye mataji ya ndani, kombe la shirikisho, hivi sasa wadhamini ni benki CRDB. Yanga wamechukua mara 4 mfululizo. Baada ya kufungwa katika fainali na watani zao jadi kwenye uwanja wa Tanganyika kama unakumbuka vizuri. Baada hapo Yanga kwenye michuano hiyo mechi 24 wameshinda zote. Lakini kati yake kuna mechi 3 walishinda kwa mikojo penalty kwa sababu ya kanuni. Kwa mfano kuna mechi ya robo finali ile Geita Gold ilikuwa ni sare wakashinda kwa penalty. Kuna mechi na Azam finali walishinda kwa penalty 7-6 kama unakumbuka vizuri. Kuna mechi nyingine pia ilikuwa ni Azam Geita. Kuna mechi 3 za penalty. Nyingine zote wameshinda. Alafu mabao 72 wameruhusu mabao 9. Sasa anayejua namba unaweza ukaona hapa ni ukubwa kiasi gani. Lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara Yanga wameset standard kwa hii misimu minne kuanzia 2021-22. Standard ambayo unaona ngumu mno, sio tu kwa timu nyingine, Yanga yenyewe pia, ambayo inaweza kuwa mtihani kwa sababu mashabiki kila mara wanafanya reference, wanafanya rejea kwa kilichofanyika. Hiki kinacho wanapaswa kujiadhari kwa sababu katika misimu minne imeshinda mataji yote. Lakini sio tu inashinda, ukiondoa mechi za msimu huu inafunga mabao mengi. Ishafunga mabao 254. Mechi 120 Yanga imeshinda mechi 100. Ina maana winning percentages ni 83%. Wakati wao kitwaa utawala kwenye ligi kuu back to back mara 4 mfululizo. Watengeneza wajadi Simba kuanzia 2017-18 mpaka 2021. So walichukua mara 4 mfululizo. Pale kulikuwa na mabadiliko. Kulikuwa na msimu mechi 30, kulikuwa na msimu mechi 38 kwa maana kwamba kutoka timu zilikuwa 16 kama sasa, alafu zikawa timu 20 mechi 38, alafu kukawa na mechi 38, alafu kukawa na timu 18 2021 ambapo tunazungumzia mechi 34. Kwa mechi 140. Simba wakati inafanya vizuri sana pale. Winning ratio ilikuwa ni 73% kwa sababu ilishinda mechi 102 katika mechi 140. Yaani ukijumlisha vizuri hapa 30 38 utapata hicho ninachokielezea. Kushinda 102 ukikokotoa ndio unapata hizo 73%. Kwa hiyo Yanga ilipochukua huo utawala back to back mara 4 yenyewe ni 83%. Maki ime raise bar. Lakini sio hilo tu. Katika ligi kuu Tanzania bara toka ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza mwaka 1996-97. Timu ambayo iliwahi kufanya vizuri sana in terms of percentages ni Simba 2009. Mechi zilikuwa 22, ilipata pointi 62 katika 66. Kwa hiyo performance ilikuwa 94. Lakini kuanzia 2010 kwenda juu huko timu ili ushinde wakati mwingine Yanga ishe kuchukua ubingwa performance 70.5 sababu ilipata pointi 55 kati ya 78 mechi 26. Lakini leo hii mtihani uliowekwa pale na Yanga wenyewe, nasisitiza huu ni mtihani kwa Yanga wenyewe pia, yani mbali na timu nyingine kwanza, ni kwamba 2021-22 Yanga unbeaten mechi 30 ilishinda mechi 22 sare 8 mabao 49 ikaruhusu mabao 8. Pointi 74 unazungumzia performance ya 82.22 infinity around 82. Kwa hiyo kwenye kuanzia 2010 hiyo ndio best performance, lakini ukichukua na mpaka tangu ianzishwe na maana inakuwa ya pili, sio? Lakini msimu unaofuatia kutoka pointi 74 kwa kujua kwamba washindani wao unazungumzia Simba, Azam na wengineo watakuwa wanafuata hiyo Yanga wakaongeza tena pointi wakafika 78. Ni katika msimu ambao Simba kweli walikuja wakapata pointi 73. Maana yake matokeo ya mechi zao mbili katika msimu yalitofautisha nani albingwa. Yanga kana pointi 78. Ni performance asilimia 87 round. Sababu 86 plus 86 plus. Engineer anajua kizi round inakuwa asilimia 87. Kwa hiyo wamepanda kisha tena. Haitoshi. The following season baada ya hiyo 2023-24 Yanga waka-raise tena pointi 80 katika 90. Hapo nazungumzia performance asilimia 89, alafu mabao wakafunga 61. Lakini haitoshi, msimu uliopita wakaleta balaa zaidi kwa sababu wakapata pointi 82 katika 90. Ni performance asilimia 91. Alafu wakaleta mpya ambayo katika ligi bora 27 barani Afrika. Kwa mujibu wa CAF, ligi bora namba 1 ni Misri, ligi namba 27 kwa sababu 25 ni Eswatini, kuna Niger, kuna Burkina Faso. Ligi zote hizi hakuna bingwa huwa anafunga mabao mengi kuliko points. Lakini katika mashirikisho 54 ni kwa sababu gani? Ni hesabu rahisi tu. Ukishinda pointi 3
Lakini unaweza kashinda moja bila mechi 10 ukapata mabao 10 akiwa na pointi 30. Kwa hiyo ni nadra sana kuwa na mabao mengi kuliko points. Yanga wamaliza na pointi 82, performance ya mechi 91, lakini mabao 83 katika mechi 30. Maana yake kwa wastani kila mechi, kila dakika 32 na sekunde 32 inafunga bao moja, ambayo haishindi tu Afrika nzima. Sasa hapa sio udamiti, sio mughalala tunasema, sio exaggeration of facts. Ni dunia nzima katika ligi bora 5 duniani. Hapo Afrika chukua ligi zote bila kujali ligi 5. Yanga ndo the best kwenye ligi yake. Hapa msisitizo, asitokee mtu akasema Yanga ni bora kuliko Man City au Barcelona. Simaanishi hivyo. Na maanisha kwenye ligi yako una perform vipi? Yanga kufunga mabao 83 katika mechi 30 ni dakika 2700. Maana kila baada ya dakika 32 na sekunde 32 kamba zinacheza za mpinzani. Alafu wameruhusu mabao 10. Sasa wastani huu ukilinganisha katika ligi bora duniani, mwingine atashtuka duniani kwa mpira wa miguu chini ya mwanguli wa FIFA, tunazungumzia CAF ambayo Yanga ndio the best. Tunazungumzia AFC ligi za ubora 5, tunazungumzia Saudi Arabia, unazungumzia ligi ya South Korea, Japan. Kule hakuna inayofikia kiwango cha Yanga. Unazungumzia OFC Oceania, yani visiwa vya Vanuatu, unazungumzia Fiji, unazungumzia New Caledonia, hakuna inafikia Yanga. Unazungumzia CONCACAF ni Amerika ya Kati, Kaskazini na Caribbean. Ya unazungumzia Marekani, unazungumzia Honduras. Kule ligi 5 bora katika shirikisho lile la CONCACAF. Hakuna yenye performance kama Yanga. Ukitoka hapo unaenda CONMEBOL ni Amerika ya Kusini. Hapo unazungumzia ligi bora 5 ni Brazil, Argentina, Colombia, kuna Paraguay. Hakuna iliyo perform kama Yanga kwenye ligi yake. Hapa msisitizo kwa sababu ndugu zangu najua hawakawi kusema Yanga bora kuliko nazungumzia performance kwenye ligi yako. Lakini unazungumzia UEFA ligi 5 bora, unazungumzia Italy, unazungumzia England, unazungumzia Spain, unazungumzia Faransa. Huku sasa ndo walau kidogo kuna ambaye anataka kuichallenge Yanga lakini hajaweza kwa ya kwanza, ambaye inaitwa PSG kwenye ligi yake La Liga. Liga 1, ligi kuu ya Faransa. PSG msimu uliomalizika kule mechi 34 walifunga goli 92. Sababu mechi ya Arsenal unazungumzia dakika 3060. Kigawanya ndio hiki ninachozungumzia tunaita MPG, minutes per goal. Walikuwa wanafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 16. Kwa wanakuwa nyuma Yanga PSG. Alafu kuna Barcelona. Hii sasa tunazungumzia La Liga. Barcelona mechi 38 wanazungumzia dakika 3420. Wao katika mechi 38 walifunga mabao 102. Ambao ukichukua dakika 3420 gawanya kwa 102, ukikompute vizuri utapata wanafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 31. Hizi ndo best 3 teams duniani kwenye ligi zao performance. Umeshaelewa vizuri? Lakini ukienda kwenye michuano ya CAF, Yanga 2021-22 baada ya kuangukia kwenye CAF, kama unakumbuka vizuri, Confederations Cup, manake kwanza 2021 walitoa na Rivers United mapema tu 1-1 imeisha. Lakini huo msimu unaofuatia walienda kucheza dhidi ya Zalan kama sikosei, kashinda bao 9 aggregate. Halafu wakaenda kucheza na Hilal Omdurman. Sio? Wakatolewa. Ina maana unaangukia kwenye playoff kwa kanuni zilizopita, sasa hivi hazipo hizo. Walipoenda kwenye playoff wakacheza na Club Africain bila kwa Mkapa. Yanga ikimiliki mpira 69, lakini mwisho wa siku mashuti 5 on target, wale 5 on target bila. Walipoenda Tunisia Rades, Yanga walishinda 1-0. Matokeo yake akaingia kwenye group stages. Wakaenda mpaka finali na USM. Unazungumzia mechi sasa 14 ukiongeza na playoffs zile mechi 2 dhidi ya Club Africain. Kwenye mechi 14 Yanga imeshinda 9. Umeshaelewa? Mechi 9 kati ya 14 ambazo ukifuatilia vizuri katika msimu ule katika michuano ya CAF kazidatala, yani chukua ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, timu best kwa performance ni Yanga. Sizungumzii bingwa. Yanga liko finali. Nazungumzia performance maxi kwenye match by match basis. Away Yanga ilikuwa namba 1, afu ya pili Mamelodi. Mamelodi away yenyewe ilishinda finali ligi ya mabingwa. Away ni mechi 5, ilishinda 3 alafu ikatoa na sare. Lakini ilishinda 2 sare 3, kapata pointi 9 za away kwa sababu mechi 5. Yanga away ilienda ilifunga Club Africain away. Kwenye makundi ilitoa sare na Real Bamako kama unakumbuka vizuri. Ilienda ilifunga TP Mazembe, ilifungwa na US Monastir,
Kwa ufupi, ukichanganya katika mechi za away 7, Yanga ilishinda 5, sare moja, ilifungwa moja, imefungwa 2-0. Sasa Mbwaduke, kazini leo kwa waandishi kuna kazi ndio. Inahitaji utashi wa hesabati. Tusaidie kwa maneno machache angalau ya chini ya dakika moja. Thamani ya Young Africans imepanda kiasi gani ndani ya uwanja? Imepanda sasa mimi kwa asilimia. Ukisema tu rate katika hizo 100%. Nikichukua kwenye ligi kuu Tanzania bara imepanda kwa 87%. Afrika sasa kwa sababu imecheza mechi 44 mchanganyiko, yani ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, alafu imeshinda 25, sare 10, alafu imefungwa mechi 9. Sasa hapo wenzangu watanisaidia hesabu tuweke kwenye kukokotoa. Unaweka tu ni rahisi hata kwenye simu yako, 25 out of 44 ni winning, alafu sare mechi 10 kati ya 44, zile 25 kati ya 44, 10 kati ya 44, 9 za kufunga kati ya 44. Ukiziweka vizuri, tujibu kwa namba sio kwa hisia. Lakini imefanya hapa tunazungumza hapa, yupo katibu mkuu Msigwa. Kwa sekunde chache, katibu mkuu Msigwa na Watanzania kwa ujumla tunapaswa kujivunia kupitia Yanga wakishirikiana na watani zao jadi. Sasa hapa tunapozungumza Afrika nzima, ligi ambayo kwenye top 10 clubs inawalau timu zaidi ya moja ni nchi mbili. Misri wana timu 3 ambao ni Al Ahly, wana Zamalek, wana Pyramids. Tanzania kuna Simba na Yanga. Hapa tunapozungumza Yanga ya 9 kwa ubora, viwango vipi? Watu wengi wanaangalia viwango ambavyo vimesha expire, wanaangalia Yanga ya 12. No, Yanga ya 9 sasa hivi. Ikitokea imeshinda tu dhidi ya Silver Strikers bila kujali matokeo mengine, Yanga inakuwa imepanda nafasi yake. Kuna baridi kali, si ndio? Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatofautiana kizoni na sisi. Kwenye eneo la faida ya kucheza kwa zoni moja, yani timu za zoni moja au zoni ya karibu kwa maana kanda moja na kanda nyingine, kuna faida pia katika kuupeleka mpira katika maeneo mengi, kwa sababu tunapokuwa na klabu nyingi group stage kutoka katika zoni zote, sisi Afrika tuna zoni 5 za kimpira, zoni 6 kwa maana ya Afrika Magharibi imegawanyika mara 2, wafu A na wafu B. Sasa tunapocheza katika zoni za karibu au zoni zinazofanana, miongoni mwa faida zake ni pamoja na kuna integrity ambayo tunaitengeneza kwa maana ya ujirani, lakini katika zoni hiyo tunapata finest klabu zenu bora katika zoni. Kila taifa limetoa mwakilishi ambaye ni bora, lakini nyinyi wenyewe kwenye zoni yenu yupi ni bora ambaye anasukumwa kwenda group stage. Tumeshawahi ku-experience tangu mwaka 2017 CAF kwa mara ya kwanza wanaingiza timu 16 kwenye group stage. Tumewahi ku-experience klabu kuna zone hazitoi timu kwenye group stage. Kwa mfano, hiyo mwaka 2017 hatukuwa na timu kutoka West Africa kwenye group stage ya Champions League. 2019 na 20 hatukuwa na timu kutoka West Africa kwenye group stage. 2021-22 hatukuwa na timu kutoka UNIFA, yani ukanda wa kati kisoka, kwenye group stage, na ndio ni ukanda ambao una timu nyingi kubwa, wakiwemo Tupu Samazembe, timu yangu hiyo, na haikuwepo kwenye group stage ya Champions League. Hapa ya picha kubwa zaidi Champions League kwa sababu ndo mashindano ambayo kwa asilimia kubwa yanatoa mabingwa na yale mataifa 12 na wakilishwa na timu ya pili ambao ni mataifa bora. Kwa hiyo kimsingi msimu uliopita kwa mfano wa 2024-25 ikiwa tayari ACA ipo inafanya kazi kwa active, tumeshuhudia zoni zote 6 zikitoa wawakilishi. Hiyo Afrika Magharibi ambayo ilikuwa kistruggle kwa muda mrefu, walitoa timu 2, Stade Abidjan kutoka Ivory Coast, Joliba Athletic Club kutoka Mali walikuwa kwa group stage. Ukanda wa Sekafa kulikuwa na Hilali, ilikuwa Young Africans kwenye Champions League, si ndio? Ukienda ukanda wa kaskazini, of course, kwa tusizungumzie wao ndio hata wabingwa wenyewe wamemtoa wao. Tukija katika ukanda wa kusini pia walikuwa na Sagrada Esperança, sijui walikuwa na timu za South Africa, the like of Orlando Pirates. Kwa hivyo sasa hivi maana tuna uhakika kwa hizi mechi kuchezwa karibu kwa maana ya zoni moja au zoni jirani na mwenzio, kuna nafasi kubwa ya kushuhudia kila zoni ina mwakilishi ndani ya group stage katika michuano ya CAF. So kwa upande wangu naona hiyo ni faida kubwa ambayo tuko nayo. Sasa kama ilikuwa haipo kwa mwanzoni, lakini sasa hivi imefanywa kwa mapana zaidi. Kwa mfano, msimu huu wa 25-26
kuna mechi 30 za preliminary, yani mzunguko wa kwanza hatua ya awali. Kuna mechi 30 zimechezwa. Zile mechi 30, mechi si chini ya 20 zinahusisha timu kutoka katika zoni moja au zoni jirani. Kwa maana ukanda wa Northern Africa majirani zao ni magharibi. Wana mechi Northern na magharibi. Sisi Sekafa tuna mechi na hizi timu za Kosafa, ndio. Simba anakwenda kucheza na Nsingizini, Young Africans anakwenda kucheza na Silver Strikers. Kosafa na Sekafa. Azam kwenye Confederation wanacheza na Msekafa mwenzao, na wamemtoa Elmerek Bentui Msekafa mwenzao. Singida wametoka kumtoa Msekafa mwenzao Round Sport, wanakwenda kucheza na Framboud Sante ya Burundi ambao ni Msekafa pia. Safi. Kama ulikuwa hujui hazina aliyokuwa nayo Gharibu Mzinga